Ulidhani vita ni kati ya mataifa, labda kati ya wanadamu na silaha zao za kisiasa? Hapana. Sikia, mwaka 1932 taifa la Australia ilitangaza vita ya aina yake. Ni dhidi ya ndege wa porini. Ndege hawa maarufu kwa jina la emu. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, wanajeshi wa Australia walirudi nyumbani wakiwa na matumaini mapya. Serikali ikawazawadia ardhi ya kilimo, mashamba makubwa yenye matumaini ya maisha mapya. Lakini dunia ilikuwa imebadilika. Ukame ukashika hatamu, bei za mazao zikaporomoka, gharama za uzalishaji zikapanda, kilimo kikawa ni kigumu sana. Kisha likatokea jambo la kushangaza kutoka porini. Ndege hao wakaanza kuja kwa makundi zaidi ya emu 20,000. Ndege wakubwa wenye nguvu na kasi walianza kuvamia mashamba ya wakulima, wakiangusha mazao ya ngano, wakiharibu kila walichokikuta mbele yao. Wakulima wakapaza sauti zao hadi ngazi ya juu. Serikali ikasikiliza kilio chao, na kwa mshangao mkubwa ikaamua kutumia nguvu za kijeshi. Jeshi la Australia likatuma wanajeshi wawili waliokuwa na bunduki kubwa aina ya Lewis gun yenye risasi 10,000 na maroli ya kijeshi. Lengo lao ni moja tu, kupunguza idadi ya emu kwa kutumia nguvu za kivita. Tarehe 2 Novemba 1932, operesheni hiyo ikaanza rasmi. Wakiwa wamejihami kwa silaha nzito, walielekea mashambani. Walipowasogelea ndege hao, emu walipiga risasi, lakini haikusaidia. Emu walikimbia kwa kasi ya ajabu. Waligawanyika makundi, wengine wakaruka vichakani, wengine wakatoweka. Ilikuwa ni kama wanajeshi wanapambana na jeshi lisiloonekana, lisilosimama na lisiloogopa. Jeshi likagundua kuwa ndege hawa hawakuwa wa kawaida. Walikuwa ni wepesi, werevu na walijifunza kwa haraka. Bunduki nzito zilikwama, mvua ilinyesha, risasi nyingi zikapotea bila ya mafanikio. Idadi ya emu waliouawa ni ndogo mno kulingana na makumi ya maelfu waliokuwepo. Baada ya wiki kadhaa za kujaribu bila mafanikio, jeshi lilijiondoa, na kwa mara ya kwanza katika historia ya Australia wanajeshi walishindwa na ndege wa porini. Ndiyo, ndege waliwashinda wanadamu, na tukio hilo likajulikana rasmi kama vita ya emu. Tukio hili lilikuwa ni fedheha kwa serikali, lakini kivutio kwa waandishi wa habari, wachambuzi na wapenda historia, na hata kwa wanafunzi. Likatufundisha somo moja kuu: usidharau nguvu ya asili. Emu hawakuwa na risasi, hawakuwa na magari ya kijeshi, hawakuwa na mikakati ya kivita, lakini walikuwa na kasi, walikuwa na ustahimilivu na walikuwa na mshikamano wa asili. Na vipi kwa binadamu? Walibaki na maswali kuhusu jeuri yao, uamuzi wao na jinsi walivyopambana na viumbe waliodhani ni dhaifu. Vita ya emu, ushindi wa asili dhidi ya ubabe wa kisiasa, tukio la kihistoria lisilosahaulika, na ndiyo maana hadi leo linabaki kuwa moja ya vita vya kushangaza zaidi kuwahi kutokea duniani. Hii ni Mediawire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika, na mimi ni Joseph mwana wa Isangura.